Leo Juni 3, 2025 mkoani Dodoma kumefanyika sherehe ya kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan maarufu Samia Day iliyotumika kuwajulisha wananchi kazi zilizotekelezwa katika maeneo yao na serikali ya awamu ya 6 hususan katika miaka minne ya mama. Akiongea na waandishi wa habari katika uwanja wa shule ya msingi Makole, usafiri na mawasiliano, mwenyekiti wa UWT mkoa wa Dodoma, ni sherehe ambayo inaambatana na matukio mbalimbali kama kupanda miti, kufanya usafi, michezo, lakini kubwa zaidi ni zile presentation ambazo zinafanyika mara baada ya haya matukio, ambapo kila kiongozi kwenye kata sasa anasimama kusema miradi ambayo imefanyika kwenye kata husika, miradi ambayo imetekelezwa kwenye kata husika, yani utekelezaji wa ilani kwenye kata husika. Mkuu wetu wa mkoa amebuni jambo hili ili kuwahabarisha wananchi vitu ambavyo vimefanyika kwenye specific ward, yani kwenye kata husika. Vitu gani? Kama mfano ujenzi wa shule, wananchi waweze kujua kwamba shule hiyo iliyojengwa kwenye kata yao ni sehemu ya utekelezaji wa ilani. Kama kumejengwa kituo cha afya, wananchi waweze kujua kituo hicho kimejengwa kama sehemu ya utekelezaji wa ilani. Kwa hivyo inatangaza moja kwa moja kazi za serikali ya awamu ya 6 ambazo zimefanyika kwenye kata husika. Sisi kweli tunajivunia sana. Kila kata ina mambo makubwa ya mabilioni ambayo yamefanyika kwenye kata. Tunamsifia sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo amevunja rekodi kwenye kutoa fedha katika marais wote waliopita. Bajeti inayotolewa kwenye kila mkoa, kwenye kila kata, kwenye kila jimbo, yote inatekelezeka, kwa maana anatoa fedha ya kutosha kuhakikisha miradi yote imetekelezwa. Na mimi niseme kwa kama mwenyekiti wa mkoa, kwangu mimi inanirahisishia sana hata tutakapoanza kampeni kuelekea uchaguzi wa Oktoba, watu watakuwa tayari wana habari mambo ambayo serikali imefanya. Na mimi naamini ninapoendelea kuwahamasisha wananchi, hasa hususan wanawake ambao ndio wapiga kura wengi zaidi, lakini sio hivyo tu, ndio wanawake wanaoweza kupiga kampeni kutafuta kura za Dr. Samia Suluhu Hassan. Tukio hili mimi imenirahisishia mkoa mzima, kata 209 zitakuwa zimepata habari. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Dodoma mjini Alhaji Jabir Shekimweli akizungumza amesema, kwa kifupi ni siku sisi kwetu yenye umuhimu na yenye manufaa makubwa sana. Moja, kutambua, kuthamini na kweli kushukuru, kwa sababu kushukuru ni vitendo. Sisi tunaona tumependelewa sana kwa miradi mingi ambayo imekuja hapa Dodoma, na zaidi ya miradi hiyo na fedha zake, hizo fedha hazijaishia kwenye miradi, hazijaishia kwa wakandarasi, zimefika kwa wananchi wetu. Wananchi wetu wamepata kazi za kubarua, wajasiriamali wadogo, bodaboda wamesafirisha watu, na malisho wanapeleka vyakula kule, hoteli zinalaza wageni wanapokuja kwenye mkutano ya ufuatiliaji na kadhalika. Kwa hiyo almost kila mdau ameguswa kwa namna moja ama nyingine na miradi ambayo imetekelezwa hapa Dodoma, na ni miradi mingi. Mji wa serikali zaidi ya 7 zimekwenda hapa. Jengo kubwa la mahakama bilioni 128 zilijengwa. Uwanja wa ndege taifa Msaratu milioni 300 zime. Kwa hiyo yote ukitafsiri hii, zile hela kwenda kwa wakandarasi peke yake, zikana pia kwa wananchi wetu kwa njia moja ama nyingine, lakini pia fidia ambazo zimelipwa na wananchi wamepata vipato, imewawezesha kuboresha makazi yao, kununua mashamba ya zabibu na kuyahudumia, na wao pia kufanya sawa na kipato ambacho tunaendelea kama ambavyo nimekuwa nikielimisha kwamba kutoa zile fidia waziweke katika mazao ya kudumu ya biashara katika mazao ya zabibu, ili tuweze kuimarisha uchumi wa mtu mmoja mmoja na kuchangia katika pato la taifa. Lakini pia kupeleka kwa shule pia ya English Media kwa sababu kwa tamaa sisi kama kijana Dodoma pia tunaomba kwa Mheshimiwa Rais, baada ya kuwa tunaomba fedha tumejenga shule sasa za magorofa. Shule kama hii ya msingi Makole hapa tuna fedha karibu 750, tumejenga gorofa ili eneo dogo tulitumie vizuri. Ni shule ya msingi Msangalale, shule ya English Media pia tumejenga kiwango cha gorofa. Kwa hiyo tunadhani tuna nafasi ya kuyasema haya katika mikutano yetu, lakini kwa kiwango gani yanazungumza kwenye ngazi ya kata na mitaa ambako miradi hii imetekelezwa.
Ndio maana sababu nipo mwaka huu ni kwamba tusiongee kwenye ngazi ya mkoa, kwenye ngazi ya wilaya, tushuke tushiriki na wananchi katika ngazi ya kata. Kwa hiyo kata 11 za jiji la Dodoma, leo kata zote kuna shughuli kama hizi. Naye diwani wa kata ya Makole Omari Haji Omari hakubaki nyuma. Okay, kwa majina naitwa Omar Haji Omari, mheshimiwa diwani wa kata ya Makole. Leo tarehe 3 mwezi wa 6 tuko katika kata ya Makole na wananchi wangu pamoja na viongozi mbalimbali. Tumeshiriki katika siku ya mama yetu kipenzi, rais wetu Rais Samia Suluhu Hassan, tunaita Samia Day, Dodoma Samia Day. Nia na madhumunio kwa nini tumekutana? Shukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa na nzuri ambazo amezifanya katika mkoa wetu wa Dodoma, hususan katika kata yangu ya Makole. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kata yetu ya Makole ametufanyia vitu vikubwa na vizuri mno. Tuna miradi mingi tofauti ikiwemo miradi ya miundombinu, ikiwemo miradi ya elimu nikimaanisha shule, ikiwemo miradi ya afya, lakini sambamba na hivyo kuwawezesha vijana, walemavu, kina mama, nikimaanisha katika ile mikopo ya 10%. Nitaelezea miradi michache tu na mikubwa aliyoifanya Mheshimiwa Rais. Katika kata ya Makole tuna barabara yenye thamani ya karibu bilioni 1 na milioni 500, lakini tuna ujenzi wa shule madarasa mapya katika shule ya msingi Makole ya kiwango cha gorofa yenye thamani ya shilingi milioni 400 na milioni 489, lakini tuna ujenzi wa zahanati, lakini tuna stand yetu ya kata ya Makole tunaita D-Center, ambayo kulikuwa na wakazi takribani wakazi 11 na wale wakazi wote tayari wameshalipwa pesa zao zaidi ya shilingi milioni 900 na kidogo. John Israel, Banda Media, Dodoma.